Niliwahi kuzungumza hapa somo linalofanana na hili ambalo ninaenda kuzungumza sasa, na nilizungumza part 1 ya somo. Ili kuweza kujithamini na kujipenda zaidi, zingatia mambo matatu yafuatayo. Nilikupa mambo matatu, na leo naomba unipe nafasi niweze kukusaidia mambo matatu ya mwisho, yaani jambo la 4, la 5 na la 6. Nilizungumza mambo matatu, yatafute, ni ya msingi sana, na nitakwenda kuzungumza another 3 stuff depth, na nikazungumza uhusiano wa kujipenda na kujithamini, kwamba huwezi kujipenda, huwezi kujithamini kama huwezi kujipenda. Mtu anayejipenda anajithamini, anayejipenda ana high self esteem. Asiyejipenda na kujithamini ana low self esteem, na yako madhara makubwa ya kisaikolojia na hata kiafya kwa mtu anapokuwa ana shida ya kujipenda na kujithamini mara kwa mara. Na tumesema kujithamini au kujipenda kunaweza kukaathiriwa na mambo mengi. Mambo uliyopitia ukiwa mtoto, maisha unayoishi sasa, kutokukubalika kwako kwenye jamii na vitu vingine kama hivyo. Naomba nikupe jambo la 4, la 5, la 6. Jambo la 4, ukitaka kujipenda na kujithamini zaidi, jambo la 4, jiweze. Hii tunaita self assertiveness. Self assertiveness. Jiweze, jimudu. Katika eneo hili tunaangalia mambo yafuatayo. Elewa au uwezo wako wa kuelewa unataka nini iko katika kujiweza. Uwezo wako wa kuelewa misimamo yako iko katika namna ya kujiweza. Uwezo wako wa kuelewa nini unaviheshimu, nini unavithamini na nini huviheshimu, ambavyo huvitaki na hupi nafasi katika maisha yako, na vipi kwako ndivyo unavipa nafasi katika maisha yako. Lakini pia uwezo wa kueleza hisia zako, expressing your emotions. Kuna watu hata umuumize hawezi kusema, ataweka ndani na kusema Mungu anakuona, na muachia Mungu. Kuna nyakati unabidi ujifunze kuexpress, kuelezea hisia zako. Watu wenye low self esteem hawawezi kuelezea hisia zao, wanameza kila kitu hata kisichotakiwa kumeza. Jambo la 4, la 5, ongozwa na kusudi. Ruhusu kinachokuongoza kiwe kusudi lako, purpose. Living purposefully. Kuna tofauti ya kufanya kazi upate mshahara, wakati huo mshahara unatoka kusiko kusudi lako, na kuna tofauti ya kufanya kazi kwenye kusudi lako. Watu wanaofanya kazi kwenye kusudi lao wanajua wanakoenda, wanajua walikotoka, na wanafurahia maisha wanayoishi na kazi wanayofanya kwa sababu wanajua wanakoenda. Hiyo kazi ndio ndoto yao na ndio furaha yao. Kuna tofauti ya kufurahia mshahara na kufurahia kazi na majukumu unayoyafanya. Kwa jambo la 5, ili uweze kujipenda na kujifurahia na kujithamini zaidi, jitahidi kuishi kwenye kusudi. Jitahidi kuishi kwenye kusudi. Living purposefully. Jitahidi kufikia malengo unayojiwekea. Na kabla ya kuyafikia malengo, maana yake jitahidi kuwa nayo. Jitahidi kuwa na malengo kwenye maisha yako. Ongozwa na malengo, the purpose driven life. Halafu jitahidi kuyafikia hayo malengo. Hakuna kitu kizuri chenye furaha duniani kama kuweka malengo na kuyafikia, sio kuweka malengo na kuto kuyafikia. Kama una maono, fanikisha maono yako. Unafahamu tunapokuwa tuna maono, tafuta matopiki nimeongea sana kuhusu malengo na namna ya kuyafikia. Unapokuwa una maono, unayavunja katika malengo. Unapokuwa una malengo, unayavunja katika mikakati. Ile mikakati inapanga namna ya kuyafikia malengo, malengo yatimize maono yako. Kwa kama una maono, hakikisha unayafanikisha hayo maono yako. Hapo utakuwa umefanikisha jambo la 4, jambo la 5 la kuongozwa kwa kusudi. Living purposefully. Jambo la 6 na la mwisho, jenga maadili na nidhamu kwenye maisha yako. Jenga maadili na nidhamu kwenye maisha yako. Personal integrity. Personal integrity. Jenga maadili na nidhamu kwenye maisha yako. Personal integrity.
usisubiri ufundishwe integrity, maadili na nidhamu. Jenga. Najua unaweza kuwa umetoka kwenye familia ambayo haikuwa na maadili, kwa hiyo huna maadili kwa sababu ya makuzi yako, lakini unaweza ukajenga maadili yako. Unaweza ukajenga nidhamu yako. Unafanyaje? Kuwa na misimamo binafsi, na misimamo yako hiyo misimamo bora. Hivi siwezi kufanya, hapa siwezi kwenda, marafiki wa aina hii siwezi kuwa nao, siwezi kuendelea kubaki muda huu, unahitaji kwenda nyumbani, siwezi kukaa nje ya nyumbani kwangu kwa muda huu, kuna vitu naturuhusiwa kula, kuna vitu siwezi kula, kuna vitu nitakunywa, kuna vitu sintokunywa. Hiyo ni nidhamu binafsi na ni maadili binafsi. Endeleza yaliyo mema, usishawishiwe kufanya yaliyo mabaya kwa sababu eti wengine wanafanya, kwa sababu eti ndio vina trend lazima na wewe ufanye. Be consistent. Endeleza, fanya mara kwa mara vile vilivyo vyema na vilivyo vizuri. Usemacho kiwe ndio, kiwe ndio, sio iwe sio. Kuna nyakati unatakiwa kujifunza kusema hapana, na kumbuka maneno yako yaendane na matendo yako, na matendo yako yaendane na maneno yako. Mimi ninaitwa Dr. Chris Mauki.